naitwa Josue Tamilima. Na Mungu ametubariki na watoto. Kwa sasa niko mchungaji makamu wa kanisa la Serikali Tendo Sante. Mbarikiwe na Mungu. Tutaenda haraka sana kulingana na muda. Katika Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza 17. Usomi ni mrefu sana. Hao Wafilistini walioumizwa wakaanguka kwa njia inayokwenda kwa Saraimu mpaka Gati na mpaka Ekroni. Wana wa Israeli wakarudi katika kufukuza Wafilistini, wakateka nyara za kambi zao. Daudi akatwaa kichwa cha yule Mfilistini, akakibeba kwa Yerusalemu, lakini silaha zake aliziweka hemani mwake. Ni neno la Bwana. 2:1 tuanze 15. Samueli wa pili 2:1 alafu tunaanza 15. Na Wafilistini walipiga vita na Israeli. Daudi akashuka na watumishi wake pamoja naye, wakapigana na Wafilistini. Daudi akachoka, na Isidi Benobi aliyekuwa wa wana wa mtu mrefu sana, uzito wa mkuki wake uliokuwa shekeli 300 za shaba, yeye alikuwa amejifungia upanga mpya. Alifikiri kuua Daudi, lakini Abisai mwana wa Zeruya kwa Gobu, halafu Sidekai Muhusa akaua Safu aliyekuwa wa wana wa mtu mrefu sana. Na ilikuwa tena vita na Wafilistini kwa Gobu, vile alizaliwa kwa mtu mrefu sana, naye wakati aliposhutumu Israeli, Yonathana mwana wa Semei ndugu ya Daudi alimuua. Hawa wane walizaliwa kwa mtu mrefu sana katika Gati, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake. Ni neno la Bwana. Uanjilishi wa kizazi cha washindi. Uanjilishi wa kizazi cha washindi. Tumemsoma mtu ambaye anaitwa Daudi, nitamzungumzia sana katika wiki hii. Alafu sababu leo ni milio tu, nitaweza kuonesha Daudi ni nani. Sababu tukimsoma Daudi na hatujamuelewa Daudi, itakuwa vigumu kuelewa somo. Ndio maana kitu ya kwanza nitaonesha Daudi, asili ya Daudi, ili tuweze kuelewa yatakayofuata nyuma. Nitaeleza ile asili ya mtu ambaye anaitwa mtu mrefu. Tunasikiliza Biblia inasema mtu mrefu sana. Ni nani? Wengine wanasema ni Goliathi. Mtu mrefu sana, Biblia hivyo inamuita katika Samueli wa pili, mtu mrefu sana ambaye aliitwa Goliathi. Akaleta jibu ya kwanza, Daudi ni nani? Unajua, ukisoma nyuma kidogo utaelewa ya kwamba
Biblia inatuonyesha taifa la Israeli wakisimama juu ya Samueli wakimwambia tunahitaji mfalme. Unajua hizo habari wasomaji wa Biblia. Alafu katika hiyo hadithi Mungu akamwambia Samueli wapatie mfalme kwa sababu si wewe ndiye wanakataa, lakini ni mimi ndiye wamekataa. Na Samueli akawapatia mfalme ambaye mnamjua anaitwa Saulo. Saulo akawatawala baada ya miaka, alafu Biblia inasema Mungu akamkataa, akamwacha Saulo. Na akamwambia tena nabii Samueli akasema, "Wende katika mji wa Bethlehem ndani ya nyumba ya mtu ambaye anaitwa Yese, hapo nimejichagulia mtu ili aweze kuwa mfalme juu ya taifa." Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Samueli akitoka katika sura ile ya 16 ya Samueli wa kwanza. Kwa wale wasomaji wazuri, Samueli akatoka akaenda katika nyumba ya Yese, na hao wahubiri wengi wamehubiri juu ya hizo habari, na miongoni mwenu wengi wanaamini hizo habari. Lakini katika wiki hii nitakuwa mwalimu, maana yake nitawafundisha. Hata kama ninyi wazazi wangu niruhusu, nitawafundisha kabisa. Wanatuonyesha Samueli akitoka mahali alipokuwa akaenda katika mji wa Bethlehem, akakutana na mtu ambaye anaitwa Yese, na akamwambia uje na wana wako sababu Bwana amechagua nani mfalme. Wakakuja kwa zabibu, wakakutana mbele ya zabibu. Samueli kama mwanadamu alipotazama watoto ambao Yese alikuja nao kwa macho ya wanadamu, akawafurahia na akasema kweli Bwana amechagua mfalme kati yao. Inasema Bwana akamwambia Samueli, lakini Bwana akamwambia Samueli, usiangalie uso wake wala urefu wa mwili wake, kwa maana nimemkataa. Kwa maana Bwana haoni kama mtu anavyoona, maana mtu anaangalia kuonekana kwa nje, lakini Bwana anatazama moyo. Ambia jirani yako, Bwana haonagi sura yako, anaangalia roho yako. Sijui ni kifungu gani unakuwa nayo hapa. Ambia tu jirani, Bwana anaacha na moyo wako. Haleluya wa Kristo. Alafu Samueli akamuuliza Yese, akamuuliza wana wako wote ni hawa? Akamjibu, kuna kadogo, kuna mdogo wa wote ambaye anachunga kondoo. Alafu ametufundisha kwamba Daudi alikuwa msaramuliwa, sivyo? Wanasema Yese hakuwa anapenda Daudi, ndio maana alimwacha, sivyo? Nasema baba yake alikuwa hapendi Daudi, ndio maana alimwacha, alafu akaleta mwenye anapenda. Si ukweli. Yese hajamchukia Daudi, lakini Yese alikuwa na ujuzi katika neno la Bwana. Alikuwa amejua ya kwamba Mungu hawezi kuchagua kitu kilicho kichafu. Yese alikuwa amejua kama Bwana anakuja kuchagua mwana mtoto, hawezi kuchagua Daudi. Kwa nini Yese alijua Mungu hawezi kumchagua Daudi? Ni kwa sababu Daudi amezaliwa nje ya ndoa ya Yese. Maana yake Daudi ni mwana wa Yese, lakini kwa mke asiyekuwa wa ndoa. Ndio kilimsukuma Yese wakati alisikia ni Mungu ambaye amekuja kumpaka mtoto mmoja hapa. Alijua ya kwamba hawezi kukamata mwana wa kahaba ikiwa huko amesafari shitini. Yese akamwacha kwanza Daudi awalete wale watoto walio katika usawa. Lakini Bwana akamwambia Samueli, mimi siko kama
Yese akamwacha Daudi. Alijua Bwana hawezi kumkamata mtoto ambaye ni mzaa nje ya ndoa, ikiwa kuna wale ambao walizaliwa ndani ya ndoa. Kuna mtu mmoja ataniuliza, mchungaji, kwa nini unasema hii verse? Toa andiko. Bwana Yesu asifiwe. Tuende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi, Daudi anasema, unirehemu Mungu wangu, kwa sababu katika dhambi mama yangu alifanya nini? Verse ya kwanza hii. Katika dhambi mama yangu alichukua mimba. Eske mimba ya mgoroa ni dhambi? Wazazi wangu, haleluya. Eske mimba ya mtu mwenye alibarikiwa hapa inaweza leta hii? Lakini ya baraka, tuendelee mbele. Hii ndio ilisukuma Yes akaweka reticence kumleta Daudi. Lakini walipomwambia akatuma watu wamwite, na Biblia inatuonesha alipoingia, alafu pembe likamwanga mafuta. Sina mahusiano mengi sana leo kwa mafundisho pamoja na pembe, lakini kuna mafundisho makubwa hapa. Kwa nini pembe ilimwona Eliaba haikumwanga mafuta, lakini ilipomwona Daudi ikamwanga mafuta? Ni kwa sababu Eliaba hakukuwa na mahusiano na pembe, lakini Daudi alikuwa mfugaji wa kondoo na alikuwa na mahusiano mazuri pamoja na pembe la kondoo. Na ndio maana pembe iliposikia ni Daudi anaingia ikamwanga mafuta. Baraka za Mungu si kwa sababu uliomba sana. Baraka za Mungu zinajifunua na zinaonekana katika maisha ya mtu ambaye ana mahusiano pamoja na Mungu. Unaweza ukaomba sana na ukafunga pasipo mahusiano, pasipo bonde relation na Jehova, hauwezi kupata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanaishi katika dhambi, wanaishi katika fitina, katika mizozo ndani ya makundi, katika jamaa, na wanakuja kanisani wanajua nikiomba Biblia inasema ombeni utafanya nini? Sivyo. Anayepewa na mtu aliye na mahusiano mazuri pamoja na Mungu. Nikakuwa na kofi na revera, ninaweza muomba na niima. Ndio maana unaweza kuja kanisani na ukaomba na ukatoka pasipo majibu. Huyu ni Daudi. Na Daudi akatawazwa kuwa mfalme. Alikuwa mdogo sana, kijana mdogo sana, alikuwa hajafika umri ya kutawala, lakini alikuwa mdogo na alikuwa na historia pamoja na Mungu. Alafu mahali ambapo tumesoma habari za Daudi pamoja na Goliata. Goliata mnamjua? Wangapi wanajua Goliata? Taifa la Gati. Na katika Agano la Kale, kitabu la Joshua sura yake ya 11:22, hapo ndipo Goliata anaanzishwa. Usawa wa Goliata pale unatokea sababu Joshua alifanya makosa katika mapambano ya Israeli pamoja na adui zao. Mungu akamwambia Joshua katika ile chapter 11, akamwambia Joshua akasema, taifa zote ambazo utakutana nazo usiache mtu hata mmoja kuwa hai. Alafu katika mapambano ya Joshua aliacha taifa karibia 3. Miongoni mwa hizo taifa 3 kulikuwa taifa la Gati na taifa la Asdodi. Kiwa Mungu amemwambia usiache, lakini Joshua akaacha. Kila mara kanisa unapopewa order manda ama mwelekeo ya mbinguni na ukaishi tofauti kwa jinsi Mungu alivyokuambia, kuna mazao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia
kwa nini Mungu alimwambia asiache? Mnajua Mungu ana uwezo ya kuona kesho kabla ya leo. Mungu anajua kesho yako itakuwa namna gani. Mungu anajua jaribu gani naweza ya kutokea kesho. Mungu anajua kesho utafanana namna gani. Kama unaamini semeni amina. Mungu anajua maisha, anajua njia zetu, anajua kesho utapita wapi. Na alipoangalia katika maisha ya taifa ya wana wa Israeli, akaona katika hizo taifa mbili pakitokea mashujaa watakao kuwa obstacle sharifu katika maisha ya wana wa Israeli. Mungu alipoangalia taifa la kati, akaona kwamba baada ya miaka Goliathi akizaliwa. Ndio maana akamwambia Joshua, uwa taifa la kati. Sababu alijua Joshua akaoa soko lake na Goliathi atafanya nini? Hatazaliwa. Ni kwa gizi Mungu anakuambia acha zangu unakataa. Anakuambia acha zangu. Anakuambia acha kipindi unakataa. Je kwa hauna dua ya ile maisha yako. Tunaweza pesa kizazi yako nitakuweka pesa kanda au kufuata. Hatuna dua ya ile. Ukifanya sana jua kisi unakosea uzao wako. Ukiasi sheria za Bwana unaasi na unakosea uzao wako. Acha nitoe mfano. Mtu akizaliwa na mlozi anasala mtoto. Ule mtoto alikuwa mlozi na muomba aje fukara. Ni urahisi na miguu mlozi. Jua alizaliwa na nani? Mtu akizaliwa na chapombe ni urahisi kuwa chapombe. Ni urahisi sana wakahaba. Ndio maana sisi wazazi hatuna dua ya ile. Hauna dua ya ile baba mwenye uko hapa. Hauna dua ya ile baba mwenye uko hapa. Unaweza fanyia unakosea mke wako nitamwindikisha akumbe na unatesa uzao mzima. Niko nasema juu ya mwanzo ya kisasi ya ushindi. Unaweza kujitesia asubuhi ya leo na ukasema no, c'est pas bon. Kwa njia leo je me décide nianzishe kizazi ya ushindi. Tena hizo unazojideside unaanzisha kizazi ya laana. Huko mzazi mzee babake baba alikuwa mwizi na ndio alishakuwa mwizi sawa baba yake na mtoto yake anakuwa mwizi sawa sokulu yake. Kisasi. Mimi ninaambia watu mie kuwa mchungaji sio muujiza, kwa sababu jamaa ni ya kitu hai. Sokulu mchungaji, baba mchungaji, baba mkubwa mchungaji, baba mdogo mchungaji, watoto wote wachungaji. Na wewe unaanzisha kizazi ya aina gani? Unaanzisha kizazi ya kufanana na mgani? Unaanzisha kizazi ese kizazi ndani kama tumaini katika kanisa. Chini kizazi ambacho kinaleta taifa kumuona Bwana, ama ni kizazi kile kitataka jina la Bwana linasifiwa. Daudi akazaliwa, Goliathi pia akazaliwa. Kitu ambacho nafurahia ni kwamba kila mara shetani anapoinua jaribu katika maisha ama katika familia, Mungu anainua mtu atakayekuwa jibu kwa ile jaribu. Biblia inasema jaribu linapoingia katika maisha, Bwana anaandaa mlango wa kutokea. Ndio maana inatubidi wa Kristo tuwe na macho yaliyo sawa, tuwe na akili zilizo sawa, ili tuweze kuanzisha vizazi vitakavyokuwa vizazi vyenye sifa, vizazi vyenye ushuhuda, vizazi ambavyo watu wataviona wanajiuliza moyoni mwanao kuna nyakati ninahubiri
Watu wanasema angelikuwa mtoto wako, ilikuwa Garissa ama ilikuwa Garissa. Kwa nini? Achisha kisasi kitakachokuwa suluhisho kwa taifa kesho. Achisha kisasi ambacho kitakachofurahia katika kanisa. Achisha kisasi ambacho kitaishi takasi na watu wakiona watoto wako wanaona utakatifu wa Kristo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu Goliathi amesimama, mnajua hizo habari. Mnajua hizo habari, Goliathi amesimama, amesaki taifa. Washele wote wamekimbia, wameshindwa kuaffronte problem. Alafu wanasema kia na kadao ukienda pale Trantee, pale kwa vyetuti kabisa pale, ili mwenye nguvu imeua simba na dubu. Wanasema hizo habari zikamfikia mfalme, akasema muweke kwanza. Daudi akafika, wakazungumza na mfalme, akasema mfalme, mimi nitapika ule Ufilistini. Akasema akaangalia wewe kijana mdogo, wewe petit garçon, ule mtu mwenye anatafuta na kumbana naye ni mpiganaji kuachia mshahara. Maana yake Goliathi alikuwa amekomaa sana. Sio anasema ni mpiganaji kuachia ushahara. Maana yake alikuwa haiko tena kijana, alikuwa amekomaa miaka. Lakini Daudi hakuwa na experience ya watu, lakini alikuwa na experience ya mbinguni. Ndio maana kama mfalme ambia taifa na mtu yeyote asisimie roho. Sababu huyu Filistini unayemwona Bwana atamtia kwenye mikono yao. Wakristo wajewa swali, kwa nini mmekuwa generation ya uoga? Wakristo ambao wanaogopa shetani kuliko Mungu. Nani amewaweka? Umezaliwa na nani? Nani amewaharibisha imani mpaka watu wanaogopa shetani, wanamuona shetani patu? Aku nijenda kufanya shetani kwa munyumba magari shetani kwa mshamba yake shetani kwa. Nani amewaloka? Mungu na amekuwa tepi. Ndio maana kanisa maombi yote tukisema tunaomba maombi ya kumtukuza Mungu, watu wanakosa ya kuomba. Na tukisema tunaponga shetani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kisasi ya nyoka. Na ndio maana Wakristo tunaomba, Wakristo wanaogopa wachawi, wanaogopa ulozi, wanaogopa. Mungu kisasi ambacho kimezaliwa na Kristo, kisasi kia ushindi, kisasi kia utawala. Shida ni kwamba tunachanga Kristo na mambo ya dunia. Ndio maana inamaliza tufu na watu wanaweza kuogopa giza, akisema shetani kwa giza. Daudi akasimama kwa sababu alijua ninaye Yesu ndani yangu. Alipomaliza mazungumzo pamoja na mfalme, ninasema wakamvika mavazi ya vita. Akawaambia mavazi ni mazuri lakini hayafaa. Mavazi ni mazuri lakini hayafaa. Wadada, haleluya. Mimi sipenya pia lakini hayafaa. Hawatasema amen. Vijana, haleluya. Les garçons, haleluya. Wagarçons uko wapi? Haleluya vijana. Hawanipi amen. Vijana, haleluya hapa. Tashirire ni apia. Mehai kufai. Tumepeli. Leo Wakristo tumekuwa melache. Chama tulichote tunafanya. Chama ni hata mtama shimuni yako. Yote ni ya mtamu na haifanye kwa afya yako. Yote ni ya mzuri na
Mavazi ni mazuri, lakini hayanifaa. Akayatosha. Biblia inasema akaenda kwenye vita, akapita kwenye mto, na hii mto ni mto Yordani. Daudi mbele ya kwenda kukutana na Goliathi akaja kwenye mto ambao unaitwa Yordani. Biblia inasema akatwaa mawe 5 yaliyolala. Kwa nini Daudi anaisha? Kwa nini Daudi alipoenda kukutana na Goliathi akaja kwenye mto Yordani? Kwa nini? Wasomaji wa Biblia, nani anajibu? Kwa nini? Kwa nini Daudi anatosha mavazi ya vita na akaenda kwenye mto Yordani? Mbia jirani yako kuna kusudi. Mwambie tena kuna kusudi. Unajua Yordani ina maana katika unabii. Yordani maana yake yeye aliyepanda, yeye aliyeshuka na aliyepanda. Na aliyeshuka na kupanda ni nani? Yesu Kristo. Maana yake Daudi alipoenda kwenye mto Yordani hakwenda kukutana na maji tu. Alienda kukutana na Yesu. Alisogelea Yesu. Sababu alijua mahali ambapo mwili yangu haina uwezo wa kunipa ushindi, Yesu ana uwezo wa kunipa ushindi. Mahali ambapo akili yangu haiwezi kuniingiza, Yesu anaweza kuniingiza. Wakati wananielewa asubuhi ya leo, wale ambao wanajua Yesu ana uwezo wa kufanya kitu katika maisha yao. Kama wananielewa, sema naelewa. Daudi alijua mahali ambapo ninaendea ni experience yangu haiwezi kunipa ushindi, lakini alijua Yesu anaweza kunipa ushindi. Fuata vizuri, Daudi hajawahi kuua Goliathi. Daudi hajaua Goliathi, lakini Yesu alimuua Goliathi. Alafu ushindi ikaenda kwa Daudi, lakini sio Daudi aliyemuua Goliathi. Daudi alijua hii vita sina uwezo juu ya Goliathi, sina kufanya juu ya Goliathi. Ngume yangu kwa panga, lakini ninakuja kwako kwa jina la Bwana. Akatoa mawe 5, miongoni mwa yale mawe 5 palikuwa jiwe moja, jiwe la pembeni ambalo ni Kristo. Majiwe 5 haina uwaga Goliathi, ni jiwe gani? Moja tu ndio Goliathi. Na baada ya kuua ile jiwe haijaonekana. Mewahi soma katika Biblia wameliona jiwe, waliona alama, lakini jiwe haijaonekana. Ndio maana Daudi alifika mbele ya Goliathi. Goliathi akaanza kumtoshika, akaanza kumtukana, akamwambia wewe usiyetahiriwa, leo kichwa chako nitakichukua. Akasema wewe unaniona namna gani? Niko hivyo chukue kwangu kwa mago. Anaanza zidegradate. Adui wa maisha yako hana uwezo juu ya maisha yako usipompa nafasi. Ni nyinyi ndio mnawapa nafasi. Mapepo hazina uwezo juu ya maisha yako usipopa nafasi. Mlozi hana kufanya juu ya maisha yako usipompa nafasi. Hakuna chochote ambacho shetani anaweza kuwafanya usipompa nafasi. Kanisa, mnaamini? Sikia, mnaamini? Shetani ni nguvu. Shetani ni nguvu ya wapi? Wewe unamfanya kuwa na nguvu. Biblia inasema alimaliza mazungumzo, alafu Daudi akatoka mbio, akaondoka upesi, akagusa ndani ya nguza, akakamata jiwe moja, na wakati alikuwa anaingiza mkono munguza, mkono ilishipelekaka kwenye jiwe ambalo Kristo. Sababu Daudi alikuwa na mahusiano na Yesu. Siku zote unakuwa uko salama pamoja na Bwana. Kila neno yenye
Acha nitoe ushuhuda ili niweze kumalizia. Nimekuwa nafundisha kanisa moja, nimekuwa na kijana wangu hapa nikifanya huduma. Halafu nikasema, kwa nini mnaogopa walozi? Kanisa lisema, wanatuligaka usiku. Sina Mungu siku hakuna nimebadilika leo hapa. Sima anaweza kuwa amefika na Mungu. Anaweza kuja kama anavaa kutosha na malimnika usiku usiku. Nikasema, tulikuwa tuko Amerika kuna nikasema, mimi siogope uchawi. Na kama kuna mchawi anajijua ni mwenye nguvu, akuje kwangu jioni leo. Akitoka mzima, ninaacha huduma. Kumbe wanisikia. Jioni karibu tumekaa, tunaacha kula chakula. Nikasikia roho inaniambia kuna hewa inakuja. Omba. Tengeneza mazingira. Niko nakula, nikaanza kuomba sawa mshire. Ukiomba kaniambia tena umefika hapo nini? Anakuja nyumbani anakuja kumrandevu. Nikiomba Bwana, baada ya dakika karibia 15 nikasikia roho inatulia. Kula chakula sasa, nikaanza kula chakula. Alafu Bwana ambaye ni mwaminifu katika maisha ya wote walio waaminifu mbele zake akapigana vita. Kila panya iliingia haikuwa na paa. Tulipomaliza kula tukaenda kulala. Tukakutanisha mbele ya kitanda, hii kitanda zote ziko na mwangika damu na pua. Ukiwao walipoingia salama mzoea kukimbilia kitanda lala. Alipowasha taa, hiyo Yesu nikacheka, nikaelewa ni hii Mungu aliona na Mungu amefanya kazi. Pale zimepangwa, zote vitu vimepangwa. Kwenye mavazi ya mtoto pale imepangwa, kuingia mlango ya nje pale imepangwa, kwenye kitanda pale zimepangwa, na zote damu inamwagika ndani ya mapua. Nikasema Mlozi, karibu sana. Utaenda kuwa ushuhuda kwa wengine kwamba hapa si mahali pa kuchezea. Mimi nimeshipoteza kuanzisha kizazi kitakachowia walozi kazi. Nimeshipoteza kuanzisha generation yenye itafunga mahubiri na upendo. Nimeshipoteza kusema no uhusiano. Kanisa, mko wa Kristo. Namna gani mtu anaweza enda kwa mfumo anampatia madawa tasa na wewe muamini hauna uwezo wa kuzalisha tasa. Ikiwa Yesu amesema yote niliyoyafanya mtayafanya, mkiwa na imani mtayafanya na zaidi mtayatenda. Tumekuwa Wakristo wasiofaa. Mlozi anahamia mkazie mmoja hapa. Wewe Mkristo kabisa kweli unahamu kazi. Daudi alikataa hata kama Goliathi umetapwa. Wamesema wewe uko mwenye nguvu, uko na experience, lakini mimi niko na Bwana. Sijaona aliyeshima hapa. Walio na Bwana simameni, semeni amina. Uangalie wale wanaonekana pia, uangalie. Hallelujah.
poro. Tunakuyaka kanisa, tunazania kwa kanisa ya kawaida. Ndio maana tunakuwa hapa sababu tuko mkilio. Ambia jirani Yesu anasema ametufanya washindi. Hatupigane kwa ajili ya ushindi, bali tunapigana ndani ya ushindi. Daudi alielewa, akachukua Yesu akanipa ushindi. Ndani ya vita unayoipitia, mama ulia hapa, baba ulia hapa, katika kazi, katika familia, usiogope shida, usiogope vita. Bwana atakuinua tena, Bwana atakupa ushindi. Kama unaamini sema amen. Nasema na ujasiri, shetani mlozi mchawi hana la kunifanya. Hakuna la kunifanya. Kama uko hapa uko mchawi, fanya ese. Ukiniweza, Biblia tunaiunguza. Ninaamini Yesu, naamini kazi ya msalaba. Anasema nini ni washindi ndani yangu. Kama unamwamini Yesu, wewe ni mshindi. Usiogope chochote. Bwana anasema utanyamaza kimya, nami nitawapigania ninyi. Daudi alishua na Daudi alielewa. Ambia jirani yako muda inaisha. Ambia jirani muda inaisha. Kuja kesho asubuhi. Mwambie Ramefu kesho asubuhi. Mungu wa uzima wabariki kanisa. Naweza kukamata nafasi. Wiki hii tutakuwa na muda ya kuombea hapa mbele ya kwenda shule. Acha hapa, ndio maana tuache asubuhi mapema ili tumalize kwa muda mmoja kupermete kwenda kukazi na kwenda kwa masomo.